Kwa jina naitwa Titus Gitonga. Nilikuwa nataka kuwafundisha ni kwa sababu gani Yesu Kristo alikuja kupatia wanadamu uzima, kama vile alivyonena katika John chapter 17 mstari wa 2 na 3. Akasema ni yeye tu amepewa mandate ya kupatia wanadamu uzima. Sababu ya Yesu aje apatia wanadamu uzima ni kwa sababu identity ya mwanadamu ni uzima. Ama mwanadamu jina lake linatakikana kuwa uzima ama uhai. Sio majina haya mengine yote wanadamu walioishi wakiitwa hapa duniani. Na kama identity ya mwanadamu jina lake ni uzima, lilipotelea wapi ndiyo Yesu aje akaweze kupatia mwanadamu ama kumfundisha ya kwamba identity yake ya mwanadamu ni uzima. Ukifata kulingana na ile knowledge Yesu alileta hapa duniani, ile aliletea wanadamu, maana usipokuwa na ile knowledge Yesu Kristo alileta, huwezi ukaelewa identity ya mwanadamu ni uzima. Na ufahamu huo Yesu aliyeleta hauko katika prophecy ile inayosema Yesu ni mwana wa Mungu na jina lake ni Yesu Kristo, lakini ufahamu huo uko katika neno la Yesu ama neno la huyu aliyenenwa, ama ile inaitwa neno is word, yani neno la neno. Hapo ndio uelewa wa origin ya mwanadamu ama jina lake halisi la mwanadamu ni uzima. Na maanisha ukielewa identity ya mwanadamu ni uzima, utaelewa wale wanadamu wote wako duniani, wale wanaosemekana ni zaidi ya bilioni 7. Sasa katika uzima hauko katika hiyo namba ati namba ya uzima ulio duniani ni zaidi ya milioni 7. Hapana, uzima ni singular ama uhai ni moja. Wakati uhai ule ulikuwa umepotelea kwa wanadamu, ile inaitwa scattered, ule ulikuwa scattered kwa wanadamu, wakati umekuwa gathered together, kama vile Yesu alisema katika Methali, katika kitabu ya Matthew chapter 12 mstari wa 30, akasema yule hayuko pamoja naye anatawanya. Na katika Luka chapter 11 mstari wa 23, akasema yule ako pamoja naye anakuchanya pamoja naye. Hivi ni kusema wakati wanadamu wamepata ile knowledge ya Yesu, ule uelewa Yesu alileta, ule unapeanwa na Roho wa kweli, yule aliyenenwa katika John chapter 16 mstari wa 7 mpaka 15. Uelewa ule ndio unawezesha mwanadamu kuelewa jina lake halisi ni uhai, na kwa kuelewa hivyo atakuwa amerudi katika uhai ama amekuchanywa pamoja na uhai. Na jina hili la mwanadamu uhai lilipotelea wapi na ni nani alipoteza? Ukifata kulingana na uelewa ule Yesu alileta, sio uelewa ule ulikuwa duniani wa ile akili wanadamu walikuwa wanatumia kutoka kwa yule Mungu wa duniani, yule aliumba watu. Kwa sababu hapo ndipo pako na shinda. Shinda ilianzia wakati viumbe wa kwanza waliumbwa. Wale walipewa jina Adamu na Hawa. Kulingana na rekodi ya Biblia, ukisoma katika Genesis chapter 2, wakati ule viumbe wale walipewa jina Adamu na Hawa, hapo ndipo identity ya mwanadamu ilibadilishwa. Kwa sababu ile pumzi ambaye ilipulizwa katika ule kiumbe Adamu
ambaye uhai ule ndio ulienda pia kwa yule mwanamke anaitwa Hawa. Pumzi hile ilikuwa na komponenti 3. Komponenti ya kwanza ilikuwa ni uhai, ya pili ni mwili wa roho, na ya tatu ni akili. Ilienda ikiwa ile inaitwa concurrently intertwined perpetuated conjoint, yani kitu kilienda kikiwa kimesikana, kikiwa kimoja katika hizo komponenti 3. Na wakati hizo komponenti 3 ziliingia kwa ile structure iliyokuwa imetengenezwa, structure ile ikakuwa hai, ama ikawa ina ile ability ya kufanya activities. Na wakati sasa hiyo information iliwekwa katika hiyo structure iliyoumbwa inaitwa Adam and Eve, kile kitu hiyo information ile information haikupeanwa katika kile kiumbe, ni kwamba ule uhai ama ile sehemu inawezesha existence ya hicho kiumbe, yani kiumbe hicho kuendelea vile kusisi kuexist, hiyo sehemu inaitwa uhai ama inaitwa life. Hiyo sehemu haikuumbwa. Sehemu hiyo iliexist ama ilitoka kutoka kwa uzima, ikakuja na huyo Mungu ambaye alikuja kuumba ikiwa ndani ya Mungu huyo. Na wakati kwa kile anaumba, wakati anaingia kwa kile ameumba ama ile structure ameumba, ule uhai unaenda concurrently intertwined perpetuated conjoint, kikiwa pamoja. Kwa hivyo uhai ule haukutoka kwa kile kiumbe, ama uhai huo unayewezesha viumbe kuexist, uhai huo hauja toka kwa yule anaumba ama ana manifesti kukua zile structures zinabeba zile komponenti 3 ambazo ni uhai, spirit, body na knowledge. Haijatoka kwa huyo anayeumba. Sasa wakati huyu Adam aliumbwa, hakuelezwa ule uhai ulitoka katika uhai ama ule uhai ndilo jina lake lenyewe, kwa sababu ule uhai ukikosa kwa chochote kile kimeumbwa akiwezi kikaexist, kinasizi kuexist na akiwezi kuwako. Kwa hivyo chochote kile kimeumbwa, kile kina uhai, jina la kitu kile ama kiumbe kile. Lakini sasa tukiziro ini kwa mwanadamu, kwa sababu hapa ndipo kuna maneno kati ya mvutano kati ya ule uhai, ukitaka kufikia ule uhai uko ndani ya mwanadamu, na mvutano katika yule Mungu naye anafanyika ile miili ya structures zinazobeba huo uhai ndani ya viumbe zile. Mvutano mkali huko hapo, na si mvutano kidogo. Kwa hivyo wakati sasa kile kiumbe kiliumbwa huyo Adam, kama angepatiwa jina life ama uhai, hakungekuwa na shida yoyote, maana kiumbe kile kingekuwa kinampa utukufu ama kinamuhona yule life, instead ya kuona ile aliumba ile structure ama ule mwili. Kwa sababu wakati kile kiumbe kile kimekuja, zile komponenti 3 zikaingizwa kwa ile structure iliumbwa, sasa zinakuwa komponenti 4 zile zimeconstitute a person ama mwanadamu, ambazo hizo komponenti ya kwanza ni life ama uhai, komponenti ya pili ni spirit body, komponenti ya 3 ni hii physical body ambayo ni structure, na komponenti ya 4 ni knowledge. Katika hizo komponenti 4 sasa, ambayo ndio mwanadamu huyu anayetembea duniani, ile komponenti ina carry the day ya kwamba mwanadamu ni nani, ni ile komponenti life. Hiyo ndio ina carry the day ama hiyo ndio mwanadamu, mbali si hizo komponenti zingine, si roho
na si physical body ile tunaona tunasema yule ni mtu, na pia sio knowledge ama ile akili ina constitute ile character ambaye inakuwa dispensed ama disposed ama through activities za kile kiumbe, kwa sababu watu wengi pia wanajulikana katika karakta zao. Ni kama vile unaweza sema yule ni mwalimu kwa sababu karakta yake ni mwalimu wa kufundisha. Unaweza sema yule mtu ni mlevi kwa sababu karakta yake ni ulevi. Unaweza sema yule mtu ni daktari kwa sababu ile knowledge iko ndani yake, karakta yake ni ya kutibu watu. Ama yule mtu ni rubani, ama yule mtu ni nahodha wa meli, ama ni dereva wa gari, ama ni askari, ama ni mwanajeshi, ama ni mtu aina yoyote yule kulingana na karakta yake. Sababu naelewa watu wanakuwa defined pia na karakta. Lakini sasa hapa tunaongea habari ya the real person. The real person ni ile component ya uhai ambaye ilitoka katika uhai, haijaumbwa. Ilikuwa ina exist kabla ya creation ama kabla ya departure ya the creator, ambaye huyo creator alikuwa ni ngirole body ya yule life ama ya ule uhai. Na wakati ilikuanga ngirole body kabla ya kutoka kule, ndio is established kama Mungu na rulership yake ama kingdom yake. Alikuanga anatembea kama vile unaonanga ukisoma Biblia katika Exodus, vitabu ya Exodus kwa njia chapter 13 kule ukienda utasikia wakati Mungu alikuwa anatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, katika nchi ya Misri, Egypt, wakitembea njiani. Alikuwa anatembea juu yao, mbele yao akiwa ni wingu linawaongoza katika ile njia. Wakati wa mchana linawapa kivuli, na katika usiku linakuwa ni nguzo ya moto. Sasa wingu lile ndilo ile supreme being ama ndio ile mwenyewe alizindikria kuhusu ni Mungu, ama wanadamu wakijaribu kutranslate hizo nguvu zile zinafanya kazi, wanampatia majina mengi kama Yawe, Yasoswa, Yosua, yani na majina mengi yale yako duniani. Mengi imetokana na huyo supreme being akielezea wanadamu, na mengine yamekreatiwa na wanadamu wenyewe kama wale philosopher thinkers na wale watu werevu katika wanadamu, ndio wanajaribu kutranslate ile nguvu vile inafanya kazi, na wanachomoka na jina pale wao wenyewe na linaanza kutumika. Kwa hivyo wakati hiyo glory body ilikuwa inatembea kabla ya creation, sasa before time, before universe, before creation, ilikuwa inatembea arabu inarudi katika live, inaifunika kama mburanketi na inakuwa ni mwili wake. Ilikuwa inafanya hivyo regularly, ikiwa inaenda inarudi, inaenda inarudi. Lakini sasa kuna wakati ulifika ambaye sasa haiwezi julikana ni siku gani, kwa sababu before creation kule hakuna time na hakuna siku na hakuna time. Kwa hivyo wakati ilifika ikatembea ikakataa kurudi, hiyo ikawa sasa ni disconnection. Wakati ilizi disconnect na ikafanya departure yake, sasa ilienda ikiwa na ile sehemu ya uhai ndani yake, na kutoka hapo ndio sasa alienda akazitangaza kuwa Mungu, na akaanza sasa uumbaji katika ulimwengu ule unaitwa wa roho, ambaye uumbaji huo ni manifestation ama kuchange ama kubadilika, kama vile hiyo glory body ilikuwa imebadilika kutoka kwa ule uhai ikakuwa mwili ama glory body ya ule mwili. Naye alikuja na hiyo idea ya kubadilika, na hiyo kubadilika na kuchange kutoka appearance ya kitu kimoja kwenda kingine. Hiyo ndio inaitwa creation, lakini wanadamu hawaelewi. Wanafikiria creation inafanywa manually, physically na literally, kama vile unaweza umba kitu, kama vile tulikuwa tunaumba vitu tukiwa kwa shule, tunakuwa na ile nini za kuumba gari ama yani kuna vitu tulikuwa tunaumba kwa wakati ule. Wanadamu wanafikiri inaumbwa hivyo, si hivyo.
Hapa ni nguvu zinazobadilika, pia zinakuwa katika kitu kingine, kwa sababu hata mwanadamu kulingana na